Tunakushukuru Mwenyezi Mungu mfalme wa mbingu na nchi kwa ajili ya nafasi ya pekee ambayo umetupatia katika sabato ya leo. Asante kwa kutukusanya katika nyumba yako hii ya sala ili tuweze kukusifu, kukuabudu na kukuletea matoleo. Uwe pamoja nasi kama ulivyokuwa nasi tangu hapo mwanzo mpaka tutakapohitimisha ibada hii. Na mwisho wa ibada wewe ukainuliwe juu na sisi wote tukavutwe kwako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Maandiko matakatifu na wazo kuu la siku ya leo linapatikana katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 35 mstari ule wa 29. Neno la Bwana linasema, wana wa Israeli wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa moyo wa kupenda wote, wanaume kwa wake, ambao mioyo yao iliwafanya kuwa wapenda kuleta kwa hiyo kazi ambayo Bwana aliamuru ifanywe kwa mkono wa Musa. Hili ndio neno la Bwana. Mungu alibariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Karibuni katika ibada mchana huu wa leo. Leo hii tuna ibada maalum kabisa. Ibada ya mafe. Ibada maalum kabisa itatambulishwa hapo baadaye kidogo. Wahudumu siku ya leo ningependa kuwatambulisha. Wakati wa kuimba, wakati wa sadaka, kwaya ya watoto tatupatia nyimbo. Watoto mpo? Taimba wakati wa sadaka. Wakati wa ibada kuu wataimba kwaya ya kanisa. Mashemasi wetu siku ya leo kuna ndugu Mkama. Simama wasalimia washiriki. Wakati wote kuna Naishie Molel, Recho Kalala pamoja na Boniface Kulwa. Aliyetupatia fungu kuu ni Elda Clement Tanda, atatupatia baadaye ombi. Simama wasalimia washiriki. Somo la sadaka tutaletewa na Imgad Tasani. Mwenyekiti siku ya leo, jina langu ni John Pascal, na atakayetuhudumia
kwa kutupatia chakula cha uzima. Mhubiri wetu mkuu siku ya leo ni mhubiri maalum kabisa. Ametokea Chuo Kikuu cha Arusha. Ni mchungaji Jackson Goodluck. Huyu tutamwona baadaye. Niwaombe waimbishaji tunapoimba pamoja wimbo namba 9. Tusimame tuimbe wimbo namba 9. Wimbo namba 9, vitabu vidogo, mwombaji mfalme. Vitabu vikubwa namba 7, key ni major C. Na hivi ndivyo tutakavyoimba. Beti la kwanza tutaimba kanisa zima. Beti la pili tutaongozwa na wanawake. Beti la 3 tutaongozwa na wanaume. Beti la 4 tutaimba kanisa kwa ujumla. Mfalme, vitu vyote vyako ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Wanawake, uliyeniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu ihsani zako kuu, sina budi kuzisifu ihsani zako kuu. wanaume, Nitatoa nini kwanza vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. church, Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako, wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. tutakwenda katika magoti, na tunapokwenda katika magoti tutaimba wimbo Bwana sikia maombi yetu kabla ya sala, kisha baada ya hapo tutapata sala. Bwana sikia maombi yetu,
Rafiki mwema, niwaache watumishi wako wakunong'oneze haja ya moyo wao kwa muda mfupi huu kidogo. Karibuni watu wa Mungu, mwambie Mungu. Ninatumai umesikia watoto wako unaowapenda sana wakiwa miguuni pako wakikueleza haja za mioyo yao. Tafadhali Kristo, wajibu Yesu kwa huruma, wajibu kwa upendo. Hawa ndio wale uliowafia pale msalabani. Tena umekuimbia nyimbo za sifa na shukrani, wakisema watatoa nini kwako zaidi tu ya kusema asante kwa kile ulichowatendea. Lakini sasa tunakuomba tukatoe miili yetu kuwa dhabihu iliyo safi na takatifu mbele zako. Na kwa umuhimu huo ndio maana tumekuja kuunga mkono huduma hii takatifu iliyoanzisha mbinguni ya uimbaji, ambayo haiwezi kwenda bila kuwa na vipaza sauti, haiwezi kwenda bila kuwa na vile ambavyo vitatusaidia kuweza kurusha sauti maeneo mbalimbali katika ulimwengu huu. Lakini tunatamani ibada zetu hapa kanisani kuwa ibada takatifu zenye mvuto mbele zako. Hizi ibada haziwezi kufanyika bila kuwa na miundombinu sahihi. Yesu Kristo, ndio maana watoto wako wamepiga magoti mahali hapa wakiwa wana shilingi 500, 1000, wana 5000, wana 10,000, wana 100,000, wana 1,000,000, wana 500,000, wana 10,000,000 na kuendelea. Wote kwa kadri ya ulivyowabariki. Tunaomba Yesu Kristo, watakaposhiriki mpango huu mtakatifu, Bwana ukaweze kuwabariki sana. Ukaweze kuwabariki sana hawa watoto. Mtumishi wako anapozungumza neno la uzima, ninaomba Bwana mioyo yetu ikalipokee, ukamtumie kama chombo, lakini zaidi ya yote tukakusikie Kristo kinena pamoja na sisi. Tukasikie ukigusa dhambi zetu, tukasikie ukitubariki tunapoketi mahali hapa. Ibada hii ikawe na mguso, ibada hii ikabariki wale walio wanyonge, wale walio wadogo sana, wakaguswa na huduma yako kutoka mbinguni mahali hapa. Wako wamepiga magoti mahali hapa wakiwa ni wagonjwa, wakapone kutoka katika magonjwa yao. Wapo waliopiga magoti mahali hapa wakiwa na shinikizo kubwa la madeni makubwa ndani ya mioyo yao. Wanapotoka mahali hapa katika ibada hii ya leo, ninakusihi Kristo kawafungue kutoka katika madeni yao. Wako wengine wana misiba, wako wengine wako mahali hapa wana shida mbalimbali, shida ngumu. Naomba ukawafungue. Lakini pia hata wale waliojazwa kwa wingi wa furaha ya upendo wako wa namna ambavyo umesafiri nao kwa juma hili, Yesu Kristo endelea kujazilizia vikombe vya furaha zao. Asante kwa sababu unatupenda. Naiweka ibada ya matoleo mikononi mwako, naiweka ibada ya watoto, ibada ya watu wazima mikononi mwako, na hata huduma za uimbaji wa kwaya kanisa hii, kwaya ya vijana na kwaya zingine zinazotoa huduma ya uimbaji hapa kanisani, na kusihi Mfalme ukaweze kuzibariki. Ndivyo tunavyoomba na kuamini, ni katika jina lenye thamani, jina lipitalo majina yote, ni jina lako wewe Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Sabato njema. Happy Sabbath church.
Ni kwa sababu tunakwenda kutoa sadaka ndo mnaongea kinyonge hivyo au? Sabato njema. Leo fungu letu ni very short. Inatoka kitabu cha Mithali 11 mstari wa 24. Na nitasoma, atoaye kwa ukarimu huzidi kutajirika, lakini bahili huzidi kudidimia katika umaskini. Nasoma tena, atoaye kwa ukarimu huzidi kutajirika, lakini bahili huzidi kudidimia katika umaskini. Kwa hiyo ni wewe utaamua ukue mkarimu ama ukue bahili. Biblia imeweka wazi. Mungu awabariki.
Tuombe sadaka tuliotoa. Our dear and loving Father, we thank you for the blessed Sabbath that you bestowed upon us. We've just given part of whatever that you've given us, Lord. And whatever that we've given to you, as little as it is, may you receive it. Continue to bless us so that we may continue to bless your work more. It is in Jesus' name I do believe and pray. Amen. Nitakapomaliza kazi hapa duniani, nitaitwa jina langu, nipewe ujira. Nitasujudu mbele zake kwa uso wa furaha. Nitavikwa taji yangu ya ushindi. Kwa shangwe nitaruka kama ndama milele. Huzuni, mauti vimeshindwa. Nitaungana na watakatifu tuimbe wimbo. Musa na mwana kondoo daima. Utukufu, hata utukufu, mambo yote ni mapya. Nitaishi na Yesu milele zote. Masikio hayajausikia, na chakula kitamu ulimi haujaonja. Waliokombolewa wote wapepea mitende, wakisema wewe na umejaa upendo. Kwa shangwe nitaruka kama ndama milele. Huzuni, mauti vimeshindwa. Nitaungana na watakatifu tuimbe wimbo. Musa na mwana kondoo. Utukufu, hata utukufu, mambo yote ni mapya. Nitaishi na Yesu milele zote.
kwa uso, naye Yesu aliyeniumba. Tabasamu, utukufu wake wa ajabu, kwa neema yake amenikomboa niwe safi. Giza kweli hukumu zako, kwa shangwe nitaruka kama ndama milele. Huzuni, mauti vimeshindwa, nitaungana na watakatifu tuimbe wimbo. Musa na Mwana Kondoo, daima utukufu, hata utukufu, mambo yote ni mapya. Nitaishi naye Yesu milele zote, kwa shangwe nitaruka kama ndama milele. Huzuni, mauti vimeshindwa, nitaungana na watakatifu tuimbe wimbo. Musa na Mwana Kondoo, daima utukufu, hata utukufu, mambo yote ni mapya. Nitaishi naye Yesu milele zote. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mfalme wa mbingu na nchi, kwa kutupatia nafasi nyingine tena katika sabato njema ya leo na kutukutanisha mahali hapa. Binafsi ninamshukuru sana Mungu kuwepo pamoja nanyi washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Sakina. Wangapi wana furaha pamoja na mimi? Ninamtukuza sana Mungu, japo imekuwa ni mara yangu ya kwanza kufika katika kanisa hili ama kushiriki ibada katika kanisa hili. Lakini ninamtukuza Mungu maana wako rafiki zangu ambao nimebahatika kuwaona, nimekutana nao mahali fulani katika chuo cha hiki cha technical, Arusha Technical College. Is it? Ya, nimefanikiwa kukutana nao pale. Kwa hivyo namshukuru Mungu sana. Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki sana. Lakini niwashukuru pia kwaya ya watoto. Wameimba vizuri. Mwalimu wa kwaya ya watoto mahali fulani ulipo unaweza ukapunga mkono. Ndiye yule alikuwa anaongoza hapa. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Lakini pia ni washukuru kwaya ya kanisa iliyotoka kuimba hapa sasa hivi. Mungu awabariki kwa wimbo wenu mzuri. Amtake mibaraka watu wa Mungu. Ninaamini kanisa la Waadventista wa Sabato Sakina sio watu waliopoa. Amen. Basi Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki sana. Asubuhi na mchana huu wa leo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kutusogeza miguuni pake katika sabato hii Mafe Music and Fundraising Event ambayo Mungu wa mbinguni amekusudia tuwepo hapa. Na mara zote Mungu wetu ana makusudi mema na sisi, alafu ana makusudi mema na kanisa lake pia. Kwa hivyo mara zote anapowaongoza viongozi, anapowaongoza watu mbalimbali, huwa anawaongoza kuja na njozi ambazo zinaweza kulisaidia kanisa na zikapushi utume kuweza kusonga mbele. Na ndio sababu hata sabato ya siku hii ya leo Mungu ametupatia nafasi kama hiyo tena kuwepo mahali hapa. Tuna kila sababu ya kumshukuru huyu Mungu.
asubuhi na mchana huu wa leo tutakuwa na somo fupi kutoka katika maandiko matakatifu ambalo lina kichwa kinachosema Mungu anapotupatia. Mungu anapotupatia. Na nitaomba mtumishi wa Mungu mmoja achukue maiki tusaidiane kusoma baadhi ya aya fulani katika maandiko matakatifu ambazo tutakuwa nazo katika siku hii ya leo. Mungu anapotupatia. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 35 nitasoma mimi haya mafungu, alafu huyu nilimwambia ashike maiki atasaidiana nami kusoma mafungu yatakayofuata. Na ninaomba kila mmoja ashike Biblia yake tusome pamoja ili tujue kama tuko sambamba. Kutoka sura ya 35 na ule mstari wa 4 hata mstari wa 10. Ikiwa umefika katika kitabu cha Kutoka sura ya 35 mstari wa 4 unaweza ukasema amina. Yaani ni kitabu cha pili kutoka kwa kitabu cha Mwanzo. Biblia inasema, kisha Musa akanena na mkutano wote wa wana wa Israeli akawaambia, neno hili ndilo aliloamuru nani? Bwana, akisema, twaeni kati yenu matoleo kwa Bwana, mtu awaye yote aliye na moyo wa kufanya nini? Kupenda, ayalete matoleo, dhahabu na fedha na shaba na nyuzi za rangi ya samawi na rangi ya zambarau na rangi nyekundu na kitani nzuri na singa za mbuzi na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi gani? Nyekundu, na ngozi za pomboo na mbao za mshita na mafuta kwa hiyo taa na viungo vya manukato kwa hayo mafuta ya kutiwa na huo uvumba mzuri. Mstari wa 9, na vito vya shohamu na vito vya kutiwa kwa hiyo naivera na kwa hicho kifuko cha kifuani. Mstari wa 10, na kila mtu kati yenu aliye na moyo wa nini? Wa hekima, na aje na kuyafanya hayo yote ambayo Bwana ameyaagiza. Tufumbe macho yetu tunapokwenda kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru sana. Wasaa huu ni wasaa ambao umekusudia kuzungumza nasi. Tusaidie kwa njia ya Roho wako Mtakatifu. Tuongoze kuelewa. Zungumza nasi katika kiwango cha uelewa wa kila mmoja wetu, na yote yakatimize mapenzi yako. Tutendee hivyo na kuzidi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kitabu cha Kutoka sura ya 35 ni mwendelezo wa kile ambacho Mungu alimwagiza Musa kukifanya tangu sura ya 25. Katika kitabu cha Kutoka ni kitabu ambacho kinasimulia historia ya wana wa Israeli walipokuwa tangu katika harakati za kutoka katika nchi ya Misri mpaka walipokuwa katika mlima wa Sinai. Kuanzia sura ya 25 ya kitabu cha Kutoka mpaka sura ya 40 inaeleza habari kuhusu ujenzi wa hema ya kukutania ambayo Mungu alimwagiza Musa akisema waijenge. Na sura ya 25 mpaka sura ya 31 inatoa maelekezo ya nini kifanyike ili hema ya kukutania ijengwe. Lakini kuanzia sura ya 35 mpaka sura ya 40 inaeleza ujenzi, utekelezaji wa maelekezo ambayo Mungu aliyatoa kwa Musa kuanzia sura ya 25 mpaka sura ya 31. Lakini tumesoma katika sura ya 35 mstari wa 4 mpaka mstari wa 10. Na sura hii ya 35 inaeleza bado mahali pale pale wakiwa chini ya mlima wa Horebu katika jangwa la Sinai, mahali ambapo walikuwa wameweka kambi kwanza.
Na hivyo hichi chote unachokiona katika kitabu cha Kutoka sura ya 35 ni habari ya wana wa Israeli wakiwa hapo jangwani. Wamekwisha toka katika nchi ya Misri. Lakini mahali walipokuwa, yule mtu wa maiki sasa akae karibu. Mahali walipokuwa katika jangwa, Mungu aliwapatia wana wa Israeli agizo. Ilikuwa ni miezi takriban 4.5 peke yake tangu walipokuwa wametoka katika nchi ya Misri. Ni muda mchache tu ulikuwa umepita, na sasa wako mahali hapa. Mungu anampatia Musa agizo akisema wajenge hema ya kukutania. Alafu agizo hilo linaambatana na ukweli kwamba wana wa Israeli walipaswa kutoa sadaka kwa ajili ya kujenga ile hema ya kukutania. Ukitazama uhalisia wa mahali walipokuwa, mahali ambapo palikuwa ni pajangwa, mahali walipokuwa, mahali ambapo wasingeliweza kupanda wala kuvuna, walikuwa katika jangwa, mahali ambapo hapakuwa na maduka kwamba wangeuza ama wangenunua. Walikuwa katika jangwa, mahali ambapo hakukuwa na sehemu za kuchimba madini haya ambayo Mungu anayaagiza wayapeleke kama sehemu ya sadaka ya kujenga hema ya kukutania. Walikuwa katika jangwa, mahali ambapo wasingeweza kujihusisha na miradi mbalimbali ya kuingiza fedha. Walikuwa katika jangwa, mahali ambapo hawakuweza kufanya shughuli yoyote ya kiuchumi. Bado katika sehemu kama hii Mungu anawaambia Musa, katwae kati ya wana wa Israeli sadaka ambayo itakuja kujenga hema ya kukutania. Katika jangwa, mahali ambapo wasingeliweza kuvipata hivi vitu kwa namna yoyote ile, hapo ndipo mahali ambapo Mungu anamwagiza Musa, nenda ukatwae sadaka kwa wana wa Israeli. Unajua ndugu yangu mpendwa, ni jambo la kushangaza kuona katika mazingira waliokuwa nayo wana wa Israeli, Mungu anawaita kutoa sadaka. Katika mazingira waliokuwa nayo wana wa Israeli, kwa sababu ya kukamilisha kazi ambayo Mungu alikuwa ameikusudia kwa kanisa jangwani, Mungu anawaita kutoa. Katika mazingira kama yale, tunaweza tukajiuliza swali, katika mazingira yale Mungu alikusudia hivyo vitu wavitoe wapi? Unajua ndugu yangu mpendwa, kuna wakati katika mazingira tulionayo kwenye maisha yetu, tunaweza tuone wakati ambapo Mungu anatuita kujihusisha katika kazi fulani ya kanisa, ndio wakati ambapo pengine biashara zetu hazijaenda vizuri, ndipo wakati ambapo pengine uchumi wetu umetikisika, ndipo wakati ambapo tukiangalia kwa kweli hatuoni mifukoni kama tuna chochote. Ndio wakati kama huo, halafu nasikia sauti ya Bwana inakuita kwamba leta matoleo kwa Bwana, maana iko kazi mbele yako. Leta, maana iko kazi mbele yako. Unatazama kama vile wana wa Israeli ambavyo wangeliweza kumtazama Musa anapokuja kuwaeleza ya kwamba Mungu ameagiza nije kuchukua kwenu sadaka. Lakini nataka nikwambie ndugu yangu mpendwa, maswali haya tunaweza tukajiuliza, mimi na wewe tunaweza tujiulize, Mungu alikuwa na makusudi gani? Kwa nini awaitishe watu vitu katikati ya jangwa, mahali ambapo hawawezi wakafanya biashara, mahali ambapo hawawezi wakalima, hakuna nafaka kwamba watauza kwa mtu halafu hivyo vitu walete? Kwa nini Mungu awaitishe? Swali linabaki, je, Mungu aweza kutuomba vitu ambavyo hatuna? Ni kweli iko kazi ya Mungu mbele ya wana wa Israeli, wanapaswa kujenga hema ya kukutania. Je, swali la msingi ni, Mungu anaweza kutuomba vitu ambavyo hatuna? Hiki kisa cha wana wa Israeli katikati ya jangwa, mahali ambapo vitu visingeliweza kupatikana kwa uwezo wa mwanadamu, kinaweza kutupatia majibu ya swali hili. Je, Mungu aweza kutuomba kitu ambacho hajatupatia? Je, Mungu aweza kutuomba kitu ambacho hatuna, katika kipindi ambacho hatuwezi kukipata?
Je, lawezekana jambo kama hilo? Wakati kazi yake inapokuwa mbele yetu, Mungu anaweza akafanya hivyo. Niwaambie ndugu yangu wapendwa, habari njema ni kwamba Bwana kamwe hajawahi kutuomba kitu ambacho hatuna. Hajawahi kutuomba kitu ambacho hajatupatia. Utaniuliza, wana wa Israeli wamevitoa wapi? Nataka nikupeleke vizuri katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15 na ule mstari wa 13 na mstari wa 14. Hapa Mungu anazungumza na Ibrahimu wakati hata taifa la Israeli halijaja bado, wakati ambapo hawa wana wa Israeli ambao sasa wako jangwani, na Mungu anawaomba kutoa kwa ajili ya kukamilisha kazi yake, bado hawajawepo bado. Hapa tunazungumza nyakati za Ibrahimu, wakati Mungu anampatia ahadi ya kwamba wewe utakuwa taifa kubwa. Hapo ndipo tunapoona hiki Mungu anachokifanya jangwani kilikuwa na misingi gani. Mtu wa Mungu, Mwanzo sura ya 15 na ule mstari wa 13 na mstari wa 14. Imeandikwa, Biblia inasema, Bwana akamwambia Abrahamu, Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Mungu alimwambia waziwazi Ibrahimu ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yako. Watawatumikia watu wale. Watawatumikia watu wale. Nao watateswa muda wa miaka 400. Watateswa muda wa miaka 400. Hata na taifa lile watakaowatumikia nitawahukumu. Nitawahukumu. Baadaye watatoka na mali mengi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia Ibrahimu, sikia, uzao wako utakwenda utumwani miaka 400 katika nchi isiyokuwa yake. Watawatumikia watu hao miaka 400, lakini habari njema ni hii Ibrahimu, wakati ambapo nitakuja kulihukumu taifa hilo, wakati ambapo nitakuja kuwatoa, uzao wako watatoka na mali ngapi? Watatoka na mali nyingi, with great possessions. Watatoka na vitu vingi. Yani Mungu alimweleza Ibrahimu, watakapotoka katika utumwa huo hawatatoka mikono mitupu. Watakapotoka katika utumwa huo miaka yote 400 waliowatumikia wa Misri, hawatatoka mikono mitupu. Habari njema ni kwamba Mungu alijua ya kwamba kuna saa atahitaji kutumia vitu kutoka katika mikono ya watoto wake, na hivyo alimwahidi Ibrahimu kabla hata uzao haujaja ya kwamba hao watu wako watakapotoka katika nchi ya Misri, kutakuwepo na mali nyingi sana ambazo watatoka nazo katika nchi ya Misri. Na nataka nikwambie habari njema ya kwamba Mungu alitimiza ahadi hiyo aliyomwapia Ibrahimu siku ambapo anawatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Mungu alitimiza ahadi aliyomwapia Ibrahimu kusema uzao wako watatoka na mali nyingi. Alitimiza ile siku walipokuwa wana wa Israeli, miaka 400 imekamilika na sasa wanatolewa katika nchi ya Misri kwa mkono wa Musa. Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 na ule mstari wa 35 na mstari wa 36. Soma hapo mtu wa Mungu. Wakati wanataka kutoka sasa katika nchi ya Misri, Mungu akalikumbuka agano ambalo alimwapia Ibrahimu ya kwamba hao watu baada ya miaka 400 watatoka katika nchi hii wakiwa na mali nyingi. Soma mtu wa Mungu. 35. Biblia inasema, wana wa Israeli wakafanya kama neno lile la Musa. Wana wa Israeli wakafanya kama neno lile la Musa. Wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha. Biblia inasema wakatoa kwa Wamisri vyombo vya nini? Vya fedha. Vya fedha, na vyombo vya dhahabu. Na vyombo vya dhahabu. Na mavazi. Na mavazi. Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri hata wakawapa kila walichokitaka. Biblia inasema Bwana akawafanya wafanye nini? Wapendelewe na Wamisri, alafu wakafanya nini? Wakawapa kila walichokitaka. Wakawapatia kila walichokitaka. Nao wakawateka Wamisri nyara. Wakawateka Wamisri nyara. Biblia inasema wakati wanatoka katika nchi ya Misri, Mungu analikumbuka agano alilomwambia Ibrahimu. Hao watakapotoka watatoka wakiwa na mali nyingi. Na Biblia inasema Mungu aliwapatia kibali machoni pa Wamisri, na wakachukua kwao fedha, wakachukua kwao dhahabu, wakachukua kwao nyuzi, wakachukua kwao vito vya thamani. Na Biblia inasema Mungu aliwapa kibali, wakachukua
kila walichokitaka. Habari njema ni ndugu yangu mpendwa, Biblia inachotaka kutueleza ni kwamba wakati Mungu anamwambia Musa, sikia, nenda kwa wana wa Israeli, ile Kutoka sura 35 mstari wa 5, ukatwae kwao sadaka za dhahabu, sadaka za fedha. Ni kwa sababu Mungu alijua watu hawa wakati wakiwa wanatoka katika nchi ya Misri niliwapatia. Na hii inatufundisha nini ndugu zangu wapendwa? Wakati Mungu anapoleta mipango ndani ya kanisa, wakati Mungu anapotuletea ya kwamba anahitaji tufanye jambo fulani kwa ajili ya utume wa kanisa, kwa ajili ya kutekeleza mradi fulani ndani ya kanisa, ni kwa sababu anayo kumbukumbu katika kichwa chake, anayo kumbukumbu moyoni mwake ya kwamba mshiriki huyu, ya kwamba mtu huyu nilikwisha mpatia kwenye biashara yake, nilikwisha mpatia kwenye mshahara wake, nilikwisha mpatia kwenye vyote anavyovifanya kwa ajili ya kutegemeza uchumi wake. Kamwe ndugu zangu wapendwa, Bwana hajawahi kutuomba vile ambavyo hajatupatia. Hajawahi kufanya hivyo. Na hivyo katikati ya jangwa, mahali ambapo wasingeweza kupanda na kuvuna, mahali ambapo wasingeweza kufanya biashara, hapo ndipo Mungu alipohitaji kuwafundisha Israeli somo ya kwamba mnavyonipa si kwa sababu mmevipambania sana, ni kwa sababu mimi Bwana nimeviweka mikononi mwenu. Ni kwa sababu mimi Mungu wa mbinguni ndiye niliyewapatia, maana ni Mungu ninayejua hatima ya maisha yenu. Isaya anasema katika kitabu cha Isaya sura 46 mstari wa 10, mimi ni Bwana na wala hapana mwingine, ni utangazaye mwisho tangu mwanzo. Na hivyo kwa Mungu akijua ya kwamba nina kazi mbele yangu ambayo ninahitaji watu hawa wajenge hema ya kukutania katikati ya jangwa, mahali ambapo wasingeweza kupata hivi vitu, ninawapatia mikononi mwao wakati ambapo wanatoka katika nchi ya Misri. Kadhalika ndivyo Bwana anavyofanya. Anapoleta mafe mbele yetu ni kwa sababu ana kumbukumbu katika kichwa chake ya kwamba kabla hii project haijaja katika kanisa la Sakina, washiriki hawa niliwapa kwanza. Wana wa Israeli wakiwa jangwani, Biblia inasema waliamua kuvileta vile vitu ambavyo Musa aliwaagiza. Na sikilizeni ndugu zangu wapendwa, katika kisa hiki kuna jambo la pekee na la ajabu sana ambalo linaonekana kwa taifa, kwa hao wana wa Israeli. Unajua yako mambo mengi ambayo wana wa Israeli waliyafanya. Kwa kweli waliwahi kuwa na mioyo migumu katikati ya safari, walinungunika sana, lakini Ellen White anasema katika swala hili la kutoa uko mfano ambao sisi leo hii tunaweza kujifunza kwa wana wa Israeli, maana kwa kweli walifanya sehemu yao. Biblia inaeleza, nataka nikwambie jambo la pekee katika kisa hiki. Ukisoma kuanzia sura ya 25 ya hichi kitabu cha Kutoka mpaka sura ya 40, kuanzia anapotoa maelekezo ya kujenga hema ya kukutania mpaka anapokwenda kukamilisha ama kutekeleza ujenzi wake, kuanzia mstari wa sura ya 35 hadi sura ya 40, utakutana na kauli hii ikiwa imejirudia zaidi ya mara 8. Wana wa Israeli wakaleta matoleo kwa moyo wa kupenda. Utapata kauli hiyo zaidi ya mara 8 ikiwa imejirudia mahali hapo. Unasoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 25 na ule mstari wa 2, Biblia inaeleza Mungu alimwambia nenda katwae sadaka kwa wana wa Israeli kila ambaye moyo wake unampa kupenda. Utasoma kitabu cha Kutoka sura ya 35 na ule mstari wa 5, kila ambaye moyo wake ulimpa kupenda. Utasoma sura ya 35 mstari wa 21, kila ambaye moyo wake ulimpa kupenda. Utasoma mstari wa 22, kila ambaye moyo wake ulimpa kupenda. Utasoma mstari wa 29, kila ambaye moyo wake ulimpa kupenda. Utasoma sura ya 36 mstari wa 2 na mstari wa 3, kila ambaye moyo wake ulimpa kupenda. Wana wa Israeli wakatoa matoleo wakayaleta kwa Bwana. Waliposikia tu kuna mkakati hapa, kuna project ya kutengeneza hema ya kukutania na Musa ametuomba, na tunajua hakika ya kwamba Mungu ametupatia vitu hivi mikononi mwetu tulipokuwa tukitoka katika nchi ya Misri, watu toka mioyoni mwao wakapenda, wakaleta sadaka hizo kwa Musa.
Na mimi nataka niwaambie jambo moja ndugu zangu wapendwa, kama kuna jambo linaloweza kuonyesha ukomavu wetu kama Wakristo katika ulimwengu tunaoishi sasa, ni pale tunapofikia viwango vya kutoa mbele za Mungu kwa moyo wa kupenda. Pale ambapo hatuhitaji kushinikizwa, pale ambapo hatuhitaji kukandamizwa, pale tunapodhamiria moyoni mwetu. Paulo anawaandikia Wakorinto kwenye Wakorinto ya pili sura ya 9 na ule mstari wa 7, kila mtu atende kama apendavyo moyoni mwake, si kwa huzuni, lakini Mungu anampenda yule atoae kwa moyo wa namna gani? Kwa moyo wa mkunjufu. Hicho ndicho ambacho Paulo anawaeleza Wakorinto, na hicho ndicho kiwango cha juu sana cha Ukristo ambacho mimi na wewe ndugu zangu wapendwa tunaweza tukakifikia wakati tunaposikia kuna mpango wa kuchangia ununuzi wa vyombo vya usikivu kanisani, ama kuna mpango mwingine wowote unaohitaji sisi kuhusika, tunajitoa kama walivyofanya wana wa Israeli. Na nataka nikwambie ndugu yangu mpendwa, jambo la pekee ni kwamba si mara moja katika Biblia watu walileta sadaka zao kwa Bwana kwa moyo wa kupenda. Si mara moja wamefanya hivyo. Mara kadhaa Biblia inarekodi watu wakileta matoleo yao kwa ajili ya kukamilisha mpango ambao Mungu amewaagiza viongozi kwa moyo wa kupenda, pasipo kushinikizwa, kwa moyo ule moyo wa mkunjufu, pasipo manunguniko mioyoni kwamba leo hii kumekuwa na michango mingi ama harambee zimepangana. Watu walitoa wana wa Israeli kwa moyo wa kupenda, na walileta vitu vya thamani vilivyokuwa vinategemeza maisha yao. Dhahabu, fedha, vitu vya thamani walileta vikafanya kazi ya Mungu. Napenda wakati Daudi anakusanya vitu kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mungu. Tena hii ilikuwa ni hekalu ambalo Daudi alikusudia kulijenga katika mji wa Yerusalemu wakati ule, na Mungu akamwambia atajenga mwanao Sulemani. Lakini Daudi akamwambia Mungu, natamani hata nikusanye tu hizo raw materials, vitu vitakavyotumika kujenga ili hekalu. Na Mungu akamwambia go on. Hivyo akakusanya vitu kutoka kwa wana wa Israeli. Biblia inaeleza watu wa Mungu walileta vitu mbele zake kwa moyo wa kupenda. Soma hiyo Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 29 na ule mstari wa 7 mpaka mstari wa 9. Mambo ya Nyakati ya kwanza 7 mpaka 9. Biblia inasema nao wakatoa. Biblia inasema nao wakatoa kwa ajili ya huo utumishi, kwa ajili ya huo utumishi wa nyumba ya Mungu, wa nyumba ya Mungu, dhahabu talanta 5,000, dhahabu talanta 5,000, na dakoni 10,000, na fedha talanta 10,000, na fedha talanta 10,000, na shaba talanta 10,000, na shaba talanta 10,000, na shaba talanta 18,000, 18,000, na chuma talanta 1,100. Na wale walioonekana kuwa na vito vya thamani wakavitoa vitiwe katika hazina ya nyumba ya Bwana. Biblia inasema walioonekana kuwa na vito vya thamani walivileta katika hazina ya nyumba ya Bwana chini ya mkono wa Yehieli Mgershoni. Ndipo hao watu wakafurahi. Biblia inasema watu hao wakafanya nini? Wakafurahi. Wakafanya nini kanisa? Wakafurahi. Wakafurahi. Kwa nini? Kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe. Kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe. Kwa sababu kwa ukamilifu wa moyo. Kwa ukamilifu wa moyo. Kwa hiari yao wenyewe. Kwa hiari yao wenyewe. Walimtolea Bwana. Walimtolea Bwana. Mfalme Daudi naye akafurahi kwa Mfalme Daudi naye akafurahi. Sikilizeni ndugu zangu wapendwa, jambo la pekee. Biblia inasema watu hawa walipokuwa wakileta vitu kwa Bwana walifurahi moyoni mwao kwa sababu wamemtolea Bwana kwa hiari. Na kumbe Biblia inaniambia hivi, Biblia inatuambia hivi, kumbe kumtolea Bwana kuna furaha. Tunapoleta fedha katika nyumba ya Mungu, tunapoleta kwa ajili ya project za kanisa, iko furaha, sio maumivu kumtolea Mungu. Sio kwamba tunaumia kwa sababu tunafilisika, ama sio kwamba tunapata maumivu kwa sababu fedha zetu zinatoka kwetu zinaenda. Biblia inatueleza wana wa Israeli walipoleta walifurahi. Hata mfalme Daudi alifurahi kwa sababu watu wametoa kwa hiari yao wenyewe. Niwaambie ndugu zangu wapendwa, washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Sakina, Mungu anahitaji tuwe na moyo wa namna hii.
wakati tunapotakiwa kusapoti kazi ya Mungu, wakati tunapotakiwa kufanya kwa ajili ya kazi ya Mungu, Mungu anatuita kutoa hivyo kwa furaha. Mungu bado ana watu wake karne zote. Nataka niwaambie jambo moja la pekee tu, ya kwamba hakuna wakati wowote ambapo watu wa Mungu wenye moyo wa namna hii watakosekana. Na hii ndio sababu Mungu anaendelea kuleta mipango kila siku, kwa sababu ana imani na watu wanaowaletea mipango ya kwamba hawa ni watu wangu ambao vitu nimewapa mikononi mwao, na hivyo wanaweza kutoa kwa hiari yao, lakini wanaponitolea wanafurahi mioyoni mwao, wanafurahi wanapovileta kwa Bwana. Najua nikwambie ndugu yangu mpendwa, katika maisha nadhani hata wewe unaweza ukawa shahidi ya kwamba hakuna yeyote ambaye aliwahi kufirisika kwa sababu amemtolea Mungu. Hakuna yeyote ambaye aliwahi kuishiwa kwa sababu amemtolea Mungu. Kazi ya Mungu imekuwapo kwa karne zote, na watu wa Mungu wametoa kwa karne zote, lakini hawakuwahi kuishiwa kwa sababu wamemtolea Mungu. Lakini hawa wana wa Israeli tangu kipindi cha Musa katika jangwa, ukiwaangalia mpaka walipokuwa wamekwisha kaa katika nchi ya ahadi, wakifika ni habari ya matoleo, unaona mioyo yao ikiwa na furaha, kwa sababu wanajua wanavyovitoa vinatoka kwa Mungu wa mbinguni. Daudi alipomaliza kutazama watu wanavyoleta vitu kwa ajili ya kumtolea Mungu, Daudi aliomba kwa Mungu na alishukuru kwa sababu watu wamejitoa. Alafu akazungumza maneno fulani ya muhimu sana katika hiyo hapo sura 29 ule mstari wa 14 na mstari wa 16, akazungumza maneno fulani ya pekee sana, akiwazungumzia namna watu wa Mungu walivyoleta. Mstari wa 14 na mstari wa 16. 14, lakini mimi ni nani? Biblia inasema mimi ni nani? Na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Haleluya, watu wa Mungu. Biblia inasema vitu vyote vinatoka kwa nani? Na katika vya huyo Mungu ndivyo tulivyokutolea. Alafu mstari wa 16, Bwana Mungu wetu, akiba hii yote tuliyoiweka, ili tukujengee nyumba kwa ajili ya jina lako takatifu, yatoka yote mkononi mwako. Inatoka mikononi mwako, na yote ni yako. Yote ni ya nani? Ni ya kwako. Na hiyo yani Daudi ni kama anatuambia hivi, tunapoleta matoleo mbele za Mungu, wakati Mungu anapokuwa na mpango wa kufanya kazi yake katika idara fulani, iwe ni ndani ya kanisa ama ni project fulani, tunapotoa sisi fedha zetu, tunapotoa muda wetu, tunapotoa vitu vyetu na kuvileta mikononi mwa Mungu, ni kwamba tunatangaza hivi vitu vimetoka kwa Mungu, na kutoka kwa hivyo vya kwake tunamrudishia. Yani ni kana kwamba tunakubaliana na Mwanzo moja ya kwamba vyote viliumbwa na yeye mwenyewe. Na 26 na 27 akasema, nimekuweka wewe tu kuvisimamia, nimekuweka wewe kuvitazama. Na hivyo mara kadhaa mara nyingi anatupatia mikononi mwetu, na anapoleta mpango mbele yetu anahitaji tuuthibitishie ulimwengu, tuutangazie ulimwengu ya kwamba vitu vyatoka kwa Mungu, na kutoka kwenye vitu vyake ndipo tunamrudishia kutoka kwenye vile alivyotupatia. Ni jambo la pekee sana kuona taifa la Israeli, watu waliokuwa utumwani katika nchi ya Misri kwa muda mrefu, wanafahamu ukweli huu. Si zaidi sana mimi na wewe ambao tunamfahamu Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bila shaka kwetu ni zaidi, kwa maana sisi tunasoma, tuna mahali ambapo tunaweza tukafanya reference, ukajua kumbe imeandikwa vyote viliumbwa na Mungu. Imeandikwa Mungu amekuwa akiwaita watu wake kumtolea kwa ajili ya kukamilika. Na unajua, niwaambie ndugu zangu wapendwa, jambo la pekee ni kwamba vyote hivi vilivyoko katika ulimwengu huu ni vya kwake, lakini jambo la ajabu ni kwamba Mungu anaviomba kutoka mikononi mwetu. Si kana kwamba hawezi kuvichukua,
ana uwezo wa kuvichukua, maana vyote ni vya kwake. Lakini anachokifanya, anataka kile alichokisema kwenye Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27, mstari wa 28, nyie muende mkavitawale hivyo vitu, tuthibitishe ya kwamba tunatambua yeye ndiye muumbaji wa vyote. Na hivyo Mungu anapoleta mipango ndani ya kanisa, anatamani atokee mshiriki mmoja atakayesimama na kusema, ikiwa changamoto ni vyombo vya sauti, ninajua vitu Bwana alivyonipa mikononi mwangu. Ikiwa changamoto ni microphone, ikiwa changamoto ni kinanda, ikiwa ni speaker, ikiwa ni kingine chochote, ninajua vitu ambavyo Mungu amenipa mikononi mwangu. Ninajua vyote vinatoka kwake. Ikiwa Israeli katikati ya jangwa, mahali ambapo walikuwa hawawezi kununua wala kuuza, mahali ambapo wasingeweza kufanya biashara, bado Mungu alikuwa amewapa vitu mikononi mwake. Mungu amenipatia fursa katika ajira, Mungu amenipatia fursa kwenye biashara zangu, Mungu amenipatia fursa za kutosha, na hivyo ninajua kile Mungu alichonipa. Ikiwa shida ni hivyo, nipo tayari na ninafurahi kutoka moyoni kumtolea Bwana. Mungu anatamani waongofu wa namna hii. Unajua, nilienda mahali fulani, wako watu wa Mungu ambao wameongoka, na ninaamini kanisa la Waadventista wa Sabato Sakina linao waongofu wa namna hii wengi. Wakati nimefika mahali pale, kulikuwa na system ya mziki ambayo ilikuwa ni ya tofauti kidogo. Nikabahatika kuzungumza, baada ya kuwa nimemaliza kuhubiri, nikabahatika kuzungumza na mzee wa kanisa. Nikamuuliza, hizi system za mziki zote mlifanya project gani kwa ajili ya kuzileta hapa?
hekima. waliotumika katika kazi yote ya mahali patakatifu. Ndio. Wakaenda kila mtu kutoka katika kazi yake aliyokuwa akiifanya. Ehe. Nao wakasema na Musa na kumwambia, Wale watu waliokuwa wanafanya ile kazi wakamwambia Musa, watu waleta vitu vingi sana zaidi ya hivyo vitoshavyo kwa ajili ya utumishi wa hiyo kazi. hawa watu wameleta vitu vingi sana zaidi ya vinavyohitajika. Wapendwa, nisikilizeni. Wakati watu wanapokuja na vitu kwa moyo wa kupenda, kuna kitu cha pekee kinatokea. Wale watu waliokuwa wanakusanya vitu, ni kweli Musa aliwaagiza, leteni dhahabu, leteni fedha, leteni nyuzi, leteni hiki na kile. Aliwaelekeza kuleta vitu mbalimbali kwa ajili ya kufanya hema ya kukutania. Lakini kwa sababu ya mwitikio wa wana wa Israeli walioelewa ya kwamba vitu hivi tulipewa na Mungu tulipokuwa tunatoka katika nchi ya Misri, na wakakubali kwa hiari ya mioyo yao kuvisogeza miguuni pa Musa, kwa wale watu ambao Musa alikuwa amewaappoint kufanya kazi ya ujenzi wa hema ya kukutania. Walipoleta tu kwa hiari yao, kwa moyo wa kupenda, Biblia inasema vile vitu vilikuwa vingi vikazidi, mpaka wale watu wa Mungu wakamwambia Musa, sikia, hivi vitu ambavyo watu wameleta vinazidi. Na inatuambia nini, ndugu zangu wapendwa? Vile vitu Mungu alivyotupatia ni vingi kuliko vile anavyovitaka mikononi mwetu. Vile vitu Mungu alivyotubariki ni vingi kuliko vile anavyohitaji tuvilete. Fedha alizotupatia ni nyingi kuliko zile alizotuitisha kuzileta katika nyumba yake. Hichi ndicho kilichowatokea wana wa Israeli. Walileta vitu vingi mpaka vikazidi na bado hawakufilisika. Soma, endelea mtu wa Mungu. Ulitoka hapo. Soma. Fungu la 6. Fungu la 6. Basi Musa akatoa amri. Musa akatoa amri. Nao wakatangaza mbiu katika marago yote. Wakatangaza mbiu katika malango yote. Wakisema wasifanye kazi tena. Wakisema msifanye kazi tena. Mtu mume wala mwanamke. Mtu mume wala mwanamke. Kwa ajili ya matoleo kwa mahali patakatifu. Kwa ajili ya matoleo kwa mahali patakatifu. Basi watu wakazuiwa wasilete tena. Watu wakazuiwa. Watu wa Mungu, Mungu anatamani kuona washiriki katika kanisa la Sakina ambao katika mpango huu wataleta kwa hiari ya mioyo yao, kiasi kwamba viongozi watasimama kusema basi vimetosha, kiasi kwamba viongozi wataona vile tulivyovihitaji vimezidi. Na niwaambie, hili linawezekana tu watu watakapoamua kutoa kwa hiari kwa moyo wa kupenda. Haya ndiyo matokeo ya kuleta kwa hiari kwa moyo wa kupenda. Musa alisimama akawaambia Israeli, sikieni, hivyo mlivyovileta vimekuwa vingi mno mpaka vimezidi. Kwa hivyo haina haja ya kuleta tena, hivi vinatosha na vingine vitabaki. Wako wapi leo hii Wakristo wa mfano wa wana wa Israeli walipokuwa jangwani?
Je, si wakati anapotuletea mipango ndani ya kanisa kwa ajili ya kusogeza kazi yake mbele? Je, huo sio wakati ambapo tunapata fursa ya kumtambua Mungu kama muumbaji? Sio wakati ambapo tunapata fursa ya kujua ya kwamba vimetoka kwake? Kipi ambacho tunaweza tukatoa? Tunachokimiliki sisi wenyewe vyote vinatoka kwake. Anachokihitaji kwetu sisi ni moyo wa shukrani peke yake. Wakati huo mtu wa Mungu ukiwa unakuja mbele, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema, Niwe na uwezo wa kuishi kwa neema ya Mungu peke yake. siku zangu zako, wa kuishi kwako Bwana, siku zangu zako. Mpendwa, leo hii Mungu anatamani tumthibitishie ya kwamba tunaelewa yeye kamwe hajawahi kutaka vitu mikononi mwetu ambavyo hajatupatia. Anatamani tumthibitishie ya kwamba yeye kamwe hajawahi kutuomba vitu ambavyo hatuna. Hata kama tunahisi tuko jangwani, hata kama tunahisi mikononi mwetu hakuna vitu, as far as Mungu ametuomba vitu hivyo, ana uhakika ya kwamba ametubariki. Leo hii Mungu anatupatia fursa ya kuthibitisha ya kwamba tunatambua yeye ni muumbaji. Tunatambua vitu vyote tulivyo navyo vyatoka kwake. Hata hivyo, Counsels on Stewardship ukurasa ule wa 41 mpaka 42 inatutia moyo kuwa kadri tunavyokaribia mwisho wa historia ya dunia, michango ya watu wa Mungu inapaswa kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii ni alarm kwa tunakaribia sana kufika katika malango yale ya jiji la mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona sadaka zinaitwa, moyo wako unajisikia vibaya, hebu question vizuri safari yako, kwa sababu tunaoenda mbinguni tunaelewa kazi ya Mungu inapanuka, na tunaelewa tunapaswa, baada ya masumbufu ya maisha haya, misongo mingi katikati ya wiki, tunapaswa tunapokuja mbele za Bwana tupate sauti mororo, sauti nzuri ambayo inatengeneza mwafaka wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaki kusikia vyombo vina makelele hayaeleweki, mafua na vitu kama hivyo. Lakini kwa bahati mbaya, wakati ibada hii ikiendelea, kuna kosa kidogo tulilifanya sisi. Hilo ndio nilionisimamisha hapa clarify vizuri. Hatukuambie kuwa sadaka ya mafi itatolewa mara baada ya sadaka zile za zaka na sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ikiwa wewe kwa moyo wa kupenda ulishaitoa kabisa muda ule, sadaka ya nini ya mafi ipo kwenye chombo, moyo wako usisukwe. Amina. Wewe uwe na amani, maana ulitoa kwa moyo ufanyaje wa kupenda. Lakini kwa wale pia ambao walikuwa hata hivyo wamejizuia na wakajua kuwa ndio inaenda kutolewa sasa, pia na wewe uwe na amani, ndio muda wake umefika. Namkaribisha kwa unyenyekevu kabisa mwenyekiti wa kwaya, na huu ni plana mkubwa sana wa hizi project. Amebarikiwa kipaji hiki na Mungu na anasimamia vizuri kwa kweli. Kwaya yetu inasikika kote kabisa katika ulimwengu. Sakina ni kwaya ambayo inaenda vizuri na inasimamia mambo haya. Vifaa hivi mnasikia hivi, mnaona hii mic ninayotumia, sina uhakika kama ni ya kanisa la Sakina. Hii mic hii naongelea, mnasikia sauti nzuri hii. Nina mashaka kuna mahali imekodiwa hii. Lakini sio watu wa kukodi vitu jamani. Waadventista wa Sabato tumebarikiwa. Sio watu tunaopaswa kukodi vitu vya kuazima. Hapana. Tunapaswa tuwe na vitu vyetu. My friend, rafiki yangu, mtu wa Mungu, mwenyekiti,
David Matiko, karibu simamie mpango huu. Mungu awabariki mnapoenda kumtolea kwa moyo wa kupenda. Tutachukua dakika nyingi, maana tayari nami tuko tayari kwa hili. Najua pengine utakuwa unajiuliza mafe ni msamiati gani huu. Kwa haraka haraka, mafe ni kifupi cha maneno haya: Music and Fundraising Event. Tulifikiria mnamo mwaka 2021, alafu tukaapply 2022, tukafanya mafe 1 tunaita sisi, ambayo ndiyo ilisababisha kuwa na kinanda, gitaa, saxophone. Na hivyo tunamshukuru Mungu sana kwa hiyo mafe 1 iliyofanyika. Sasa awamu hii tumeamua kwenda kwa staili hii, lakini mwakani tunalo lengo pia la kufanya kubwa zaidi ya hii. Maana hata kwenye proposal yetu kiangalia, tuna jumla ya pesa ambazo tunatakiwa kukusanya milioni 200 na ngapi Machibi? Natafuta proposal hapa. 214. Ya, 214. Na 214 hii inajumuisha kununua PA system ya kisasa ambayo ndiyo leo tunapambana nayo. Yaani leo tunapambana na milioni 54. SMS ya muamala utakao kuwa umefanya. Hiyo ni moja. Lakini natambua kuna wale ambao wamekuja kabisa kwa ajili ya hili. Na hivyo niombe wale mashemasi, mzee wa kanisa, sijui kama tutaweka humo au tuweke tofauti. Mashemasi, mnashaurije? Ilete chombo. Okay. Kilete chombo hapa tumalize hili jambo. Leo hatuji kusema natoa milioni. Kila mtu natoe kulingana wewe ulivyobarikiwa na hii kero unavyoiona ilivyo. Hili kanisa ni kanisa la kisasa sana. Ni makanisa machache yako kama hivi. Lakini ni kanisa ambalo tunaaibishwa na vyombo. Leo tu mmesikia kule kuna nini sasa hiyo? Nini sasa hiyo? Na kweli kwamba mzee, hii mic sio ya kwetu. Hii ya technical. Yaani tumeazima. Ya kwetu imeshagoma. Maisha hayo hapana. Tunatamani tufunge speaker za kukaa milele. Yaani ni inashushwa, imeharibika, inaenda kurekebishwa, inarudishwa hapo. Speaker 3, monitor 3, mixer ya digital, hakuna cha booster wala nini, ni speaker za active. Active ni speaker ambayo tayari ina booster yake. Yaani wewe unachomeka waya, maisha yanaanza. Hicho ndicho tunatamani tufikie huko. Na tunafikia kwa kupata milioni 53. Tayari kwaya wameshaanza. Na taarifa nilionayo so far mpaka sasa, miamala inaendelea kuwekwa kwenye group letu la kwaya kule. Wanakwaya tutakabana sana mpaka hili litokee. Maana sisi ndio
walengwa wa kwanza ambao tunaumia na kuwa na vyombo hafifu. Uimbaji wetu unatubana kuwa na vitu ambavyo ni vizuri. Kuna sehemu tuliendaga wana vitu ambavyo mpaka ukiangalia unasema kazi kweli leo. Tukiimba kavu wanasema mbona watu wako tofauti wakiimba bila vyombo? Yaani itubidi sasa tuache kutumia mic na kila kitu, tuimbe bila, ili tueleweke standard tulionayo. Kwa sababu gani? Vyombo havikubaliana na sisi. So tunatamani tupate vitu ambavyo vitakubaliana na uimbaji huu ili tuendelee kumtukuza Mungu. Ninaamini mashemasi mmeshagawa